Naitwa Lusamwa, ni mdau wa mpira wa miguu mkoani Kigoma na Tanzania kwa ujumla. Mtazamo wangu mimi kuhusu matokeo aliyopata Simba Sports Club kwenye mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry, bado nawapa 50% Simba Sports Club kupata nafasi ya kuingia hatua ya nusu finali. Lakini ili ibakie kuwa 50% kwa Simba, kuna mambo kadhaa ambayo wanapaswa kuyafanya. Moja kati ya hayo ni kuhakikisha kwanza mashabiki wanajitokeza kwa wingi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda kuisupport timu yao. Lakini pili, viongozi wahakikishe wanaandaa mazingira mazuri kwa wachezaji wao kuingia uwanjani wakiwa wana jambo moja tu kichwani: kucheza kwa niaba ya kutafuta matokeo yatakayoifanya Simba Sports Club kuvuka kuingia hatua ya nusu finali. Lakini kitu cha pekee zaidi, mwamuzi awe fair, kwa sababu ukitazama mchezo wa mkondo wa kwanza uliofanyika kwenye uwanja wa Suez Canal huko nchini Misri, kwa mtazamo wangu mimi Simba Sports Club walistahili kupata penalty. Lakini licha kuwepo VAR hawakuweza kufanikiwa kupata ile penalty. Na I wish waamuzi wangekuwa wanapata fursa ya kuhojiwa na vyombo vya habari, wangeweza kutuambia ni kwa nini Simba Sports Club hawakuweza kupewa ile penalty. Kwangu mimi, kulingana na namna ambavyo nilivyoutazama ule mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Al Masry kwenye uwanja wa Suez Canal huko nchini Misri, ni kwamba Simba Sports Club walifanya kila kitu, lakini walikosa ufanisi mbele ya lango, walikosa ukatili mbele ya lango. Walitengeneza nafasi, ingawa hazikuwa nafasi kubwa, lakini walitengeneza nafasi ambazo zingeweza kuwafanya wao wapate walau goli moja. Kuna nafasi kadha walizozipoteza, lakini kukosekana umakini kwa safu ya ushambuliaji ni moja kati ya vitu ambavyo viligharimu Simba. So kwangu mimi, kama kuna kitu cha kwanza ambacho naweza nikakipoint out kama sababu ya Simba kutokupata matokeo mazuri kwenye uwanja wa Suez Canal huko nchini Misri, ni ubutu wa safu ya ushambuliaji ya Simba Sports Club. Hicho ndio kitu cha kwanza. Mimi ni miongoni mwa watu wachache sana wanaoamini Al Masry ni bora mbele ya Simba au ni kubwa mbele ya Simba. Forget about numbers au records ambazo walizonazo Simba kwenye mashindano ya kimataifa, lakini ukiangalia Al Masry inatokea nchi gani? Ni nchi ya mpira kuliko Tanzania. Angalia quality of players ambao wapo kwenye kikosi cha Al Masry. Wana ubora mkubwa kulinganisha na wale wa Simba. Wanaweza kuwa hawana experience ya kushindana kwenye mashindano ya Afrika, na maanisha Al Masry, lakini wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Wana wachezaji ambao wamekulia kwenye misingi sahihi ya soka. So kwangu mimi, hivyo ni vitu ambavyo vinaifanya Al Masry kuwa mbele ya Simba. Watu wanaweza kaja na record kwamba Simba imecheza mara nyingi haya mashindano, Simba imefanya vitu vingi kwenye haya mashindano kuliko Al Masry, well and good. Lakini tukija kwenye uhalisia, ukiangalia uwekezaji, ukiangalia infrastructure, ukiangalia mentality ya mafanikio, ukikaa na viongozi wa Al Masry, ukakaa na viongozi wa Simba, ambition ya viongozi wa Al Masry na hata wachezaji itakuwa ni kubwa kuliko ya Simba. Unaweza ukaona hata uwekezaji ambao uliopo, unaweza kaangalia thamani ya vikosi vyote viwili. Kikosi cha Simba kiingii kwenye kikosi cha Al Masry kulinganisha na thamani ya wachezaji sokoni. So kwangu mimi, na bado naona Al Masry ni timu ngumu, ni timu kubwa sana mbele ya Simba kwa vigezo hivyo. Kwangu mimi usiniletee records zipo ili zivunjwe. Tunaangalia the real situation na current situation, unaangalia mazingira ni yapi, unaona Al Masry wanatokea kwenye taifa gani, wanacheza mashindano ya aina gani, kwa muda gani, na wanakutana na nani kwenye ligi yao. Simba kwenye ligi yao wanakutana na nani? Wanakutana na Yanga, wanakutana na Azam. Mechi ngumu imemalizika. Al Masry wanakutana na Al Ahly, wanakutana na Pyramid, wanakutana na Zamalek, wanakutana na Smua, wanakutana na El Guna, wanakutana na timu nyingi sana ambazo zina ubora mkubwa na wachezaji wenye viwango vikubwa. Angalia hata value ya ligi yao. Ni ligi ambayo ni undisputed kwenye bara la Afrika. So kwangu mimi huwezi kusema Simba ni kubwa mbele ya Al Masry eti tu kwa sababu ina record au ina historia kubwa barani Afrika ya kushiriki mashindano mara kwa mara. Kwangu mimi siichukui hiyo. Vyote viwili. Kuna wakati unaweza ukasema
aina ya wachezaji waliopo kwenye kikosi cha Simba ndio walifanya asiweze kupata matokeo mazuri, lakini kuna wakati unaweza kusema mfumo pia haukuwa rafiki kwa aina ya washambuliaji waliokuwepo siku ile. Nikimzungumzia Lionel Ateba, kuna wakati alikuwa isolated. Mfumo ulikuwa unamwa-isolate. Alikuwa anapambana na mabeki wawili watatu peke yake. Hakuna namna anaweza akawabiti. Ukiangalia kwenye ugumu wa mchezo ulivyokuwa, sensitivity ya mchezo ilivyokuwa, hauwezi kumwachia mshambuliaji mmoja aweze kupambana na mabeki wawili watatu alafu akawabiti. Ni ngumu. So wakati mwingine ile kuchelewa kwa washambuliaji wengine wa Simba kwenda kuungana na Lionel Ateba ni moja kati ya visababu vilivyopelekea Simba kuweza Simba kushindwa kupata matokeo mazuri. Lakini ukiangalia kwenye mchezo wa Simba na Al Masry, the way ambavyo Lionel Ateba alivyokuwa na struggle, unaweza ukaona Lionel Ateba sio clinical finisher by the way. Ni aina ya mchezaji ambaye anahitaji nafasi kadhaa ili aweze kuconvert nafasi moja. So kwangu mimi mfumo uliathiri Simba kwa sababu walimwa-isolate mchezaji wao Lionel Ateba, lakini Lionel Ateba sio clinical finisher. Unaweza kuona kosea sana ukisema Fadlu alichelewa kumuingiza Mukwala kwa sababu kila mchezo una mahitaji yake. Ukiangalia mchezo ambao walienda kucheza Simba, cha kwanza ilikuwa ni kuwazuia Al Masry wasiweze kuwafunga. Na kama kuna vitu vikubwa ambavyo Lionel Ateba alivifanya ni kuweza kuwahold wale mabeki wasiwe huru. Moja ya vitu ambavyo viliwafanya Simba wanufaike kwa sababu walikuwa somehow wana ile comfort kwenye eneo lao la ulinzi. Ni kwa sababu gani? Washambuliaji wa Al Masry hawakuwa wakiwa na ile confidence ya kwenda kushambulia kwa sababu walikuwa wanashambulia kwa namba ndogo, na hata mabeki wa Al Masry walikuwa hawaipush team kwenda juu sana kwa sababu alikuwepo Lionel Ateba ambaye alikuwa anaweza kawahold mabeki wawili, mabeki watatu, anawasababisha wasipande. So ukilaumu kwamba alichelewa kumuingiza Lionel Ateba, angemuingiza mapema alafu wakaamua kufunguka kwa sababu hakuna mtu tena wasumbua mabeki wao, wakaamua na wenyewe kupanda, hali ingekuwaje? Huenda hali ingekuwa mbaya zaidi. So kwangu mimi kumfanya Lionel Ateba kuendelea kuwepo uwanjani kulikuwa kuna impact ambayo iliwafanya Simba pengine waruhusu goli chache kwa sababu wale Al Masry hawakuwa comfortable kwenda kushambulia kwa sababu beki mmoja alikuwa hatoshi kumkabili Lionel Ateba. Fadlu hakukosea kumuingiza Mukwala kwenye dakika zile. Lengo lake alikuwa anapunguza idadi ya mashambulizi ya Al Masry kwa kumfanya Lionel Ateba aanze kukaba kuanzia juu, na wao wale mabeki wa Al Masry wakose ile comfortability, waendelee kumfikiria zaidi Lionel Ateba. So kwangu mimi Fadlu was right. Kama ningelikuwa Fadlu Davis, mimi option ya kwanza, ya pili na ya tatu ingekuwa ni kushambulia tu. Kwa sababu unalinda nini? Hakuna kitu ambacho wewe unaendelea kulinda. Unahitaji goli mbili, unahitaji goli tatu kwa advance kuingia hatua ya nusu finali. Hauna goli hata moja. Unapaswa kuingia na wachezaji ambao wanashambulia muda wote, wanafikiri kuhusu kushambulia muda wote. So kwangu mimi, kwa sababu si mchezo ambao Simba wanahitajika sana kukaba ila kutumia nafasi watakazozipata, Dese Mukwala anapaswa kuanza kulingana na nature ya mchezo utakaokuwa unafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kuna vitu ambavyo lazima Fadlu Davis aongee na wachezaji wake, hasa wale wanaotengeneza safu ya ushambuliaji. Kibu Denis, Mpanzu na Jean Chazawa ni wachezaji wazuri by the way, lakini kuna namna ambavyo wanaichelewesha Simba kupata matokeo. Hasa Mpanzu na Kibu Denis, kuna nyakati ambazo wanalazimisha kutembea na mpira kwa muda mrefu, wakati kama wangeachia mpira kwa muda mfupi wangeweza kutengeneza makosa ya mabeki wa wapinzani ili wao watengeneze nafasi za kufunga. So kwangu mimi Mpanzu, Kibu Denis, Jean Chazawa wanapaswa kuwa haraka zaidi ili kumsaidia Dese Mukwala ambaye positioning yake sina hofu nayo, scoring ability yake mimi sina hofu nayo. Cha msingi ni yeye atengeneze nafasi. I'm very confident kwamba anaweza kuconvert nafasi za kutosha ambazo zinaweza kuwapa mabao na wao wakawa wameadvance kuingia hatua ya nusu finali. So kwangu mimi Simba wanapaswa wanapaswa kufikiria kuhusu kushambulia tu. Ndo options ambazo wanapaswa kuingia nazo. Ingawa wanapaswa pia kuwa na umakini, wasiruhusu bao la mapema.